Ukiziona dalili hizi 20, tambua ya kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa cha kimungu maishani mwake. Kuna watoto ambao hawaeleweki kabisa kwa macho ya kawaida. Kuna watoto ambao maisha yao hayaendani kabisa na maisha ya watoto wengine. Kuna watoto ambao tangu wakiwa wadogo, kuna kitu ndani yao kinapiga kelele, kitu kisicho cha kawaida, kitu cha kimungu. Je, umewahi kumwona mtoto wako akifanya mambo ambayo hayaendani na umri wake? Au kuna nyakati unahisi kabisa ndani ya moyo wako kuwa huyu si mtoto wa kawaida, kuna kitu kikubwa Mungu amekiweka ndani yake? Sikiliza video hii kwa makini sana, kwa sababu wakati mwingine kile unachokiita tofauti, Mungu anakiita mwito. Kile unachokiita tatizo, mbingu zinakiona kama kusudi. Leo utafunguliwa macho, utaanza kuona ishara ambazo wengi huzipuuza, na utatambua kama kweli mtoto wako amebeba kitu kikubwa cha kimungu ndani yake. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Mungu awabariki na aendelee kuwatunza na kuwafanikisha kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, hakikisha una subscribe kisha unakaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana kujifunza. Twende moja kwa moja tukaziangalie dalili 20 zinazoonyesha kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa cha kimungu maishani mwake. Namba 1, mtoto anaonekana tofauti tangu utotoni. Watoto wenye kusudi kubwa mara nyingi hawaendani na mfumo wa kawaida. Wanaweza kuwa watulivu sana au wenye maswali ya kina yasiyo ya kawaida kwa umri wao. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1 na mstari wa 5 imeandikwa nukuu, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Hii inaonyesha kuwa Mungu huweka kusudi kabla mtoto hajazaliwa. Kwa hiyo ukianza kuona mtoto anaonekana tofauti tangu utotoni, anakuwa anaonekana ni wa tofauti. Watu siku zote ambao wana kusudi kubwa mara nyingi hawaendani kabisa na mfumo wa kawaida, hawaendani kabisa na maisha ya kawaida. Wanaweza kuwa watulivu sana au wenye maswali ya kina na yasiyo ya kawaida kwa umri wao. Unashangaa ni mtoto unamwona mdogo, lakini ndani yake anakuwa na maswali ya kina, yani ana maswali makubwa, maswali yasiyo ya kawaida, maswali ambayo hayaendani kabisa hata na umri wake. Mpaka unaweza kuwa unashangaa, mtoto unashangaa tangia akiwa mdogo anakuuliza maswali makubwa sana. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa cha kimungu. Anaonekana wa tofauti tangu utotoni. Yaani tangia akiwa mtoto unakuwa unamuona ni wa tofauti tu. Ni mtoto wa tofauti. Anakuwa na maisha yake ya kipekee, wa tofauti kabisa. Anauliza vitu ambavyo hata kwa umri wake havijafikia, vitu vikubwa. Anakuwa ni mtu ambaye anaonekana wa tofauti tangu utotoni. Ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu maishani mwake. Lakini dalili ya pili, ana moyo wa huruma na upendo wa kipekee. Mtoto anayebeba kitu cha kimungu huwa na moyo wa tofauti, anajali wengine kwa kina hata bila kufundishwa sana. Tabia njema huonekana mapema kwa wale walioguswa na Mungu. Kwa hiyo ukiona dalili hii, basi unatakiwa utambue kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu. Ana moyo wa huruma na upendo wa kipekee. Anakuwa unamwona ana moyo wa huruma. Akiona hata mwingine anapitia kwenye changamoto, au mwingine ameumia, au mwingine anapitia kwenye changamoto, akiona mwenzake, ndani yake anakuwa anasikia kuumia, anakuwa anasikia upendo. Ukiona dalili hii, unatakiwa utambue kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu kwenye maisha yake. Kwa hiyo ana moyo wa huruma na upendo wa kipekee. Mtoto aliyebeba, siku zote mtoto anayebeba kitu cha kimungu huwa na moyo wa tofauti, anajali wengine kwa kina, hata bila kufundishwa. Anakuwa ni mtoto ambaye anawajali wengine hata bila kufundishwa. Ukiona ishara hii, unatakiwa utambue kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu kwenye maisha yake. Lakini dalili ya tatu,
ana uelewa wa haraka na hekima isiyo ya kawaida. Wakati mwingine mtoto anaweza kuelewa mambo ya kina au kutoa mawazo ya kushangaza. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 2 na mstari wa 46 hadi 47 imeandikwa, ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali, na wote waliomsikia walistaajabu fahamu na majibu yake. Kwa hiyo Yesu akiwa mtoto aliwashangaza walimu kwa hekima yake. Kwa hiyo ukiona ishara hii, ukiona mtoto wako ana uelewa wa haraka na hekima isiyo ya kawaida, hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa mtoto wako ana kitu kikubwa cha kimungu maishani mwake. Ukiona ishara hii, unatakiwa utambue kuwa mtoto wako ana kitu kikubwa na cha kimungu kwenye maisha yake. Kwa hiyo anakuwa na uelewa wa haraka na hekima isiyo ya kawaida. Wakati mwingine mtoto anaweza kuelewa mambo ya kina au kutoa mawazo ya kushangaza. Unashangaa kuna wakati mtoto anaweza akaanza kuzungumza, akaanza kutoa mawazo ya kushangaza, au akatoa wazo mpaka mwenyewe ukaanza kuangalia mara mbili, hivi ndio huyo aliotoa wazo hili? Unashangaa anakuwa ana hekima ya ajabu, ana uelewa wa haraka na hekima isiyo ya kawaida. Ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu kwenye maisha yake. Lakini ukiona dalili hii ya 4, dalili ya 4, anakutana na changamoto mapema maishani mwake. Hii ni siri ambayo wengi hawajui. Watoto wenye kusudi kubwa mara nyingi hupitia vita mapema, kimwili, kihisia au hata kiroho. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 1 na mstari wa 22 imeandikwa, kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai. Unaanza kuona Farao aliamuru watoto wa kiume wauawe kwa sababu kulikuwa na Musa anayekuja. Kwa hiyo vita vya mapema vinaashiria tishio kwa upande wa giza. Kwa hiyo ukianza kuona mtoto wako anakutana changamoto mapema maishani mwake. Kwa mfano hapo ukisoma kwenye Biblia kwenye kitabu cha Yakobo, kwenye kitabu cha Kutoka 1 na mstari wa 22, unaanza kuona wakati Musa ndo anazaliwa, Farao anaagiza watoto wote wa kiume wauliwe. Yaani Musa anazaliwa anakutana na changamoto kubwa, watoto wengine wanauliwa, watoto wa kiume wanauliwa. Ukianza kuona mtoto wako anakutana na changamoto mapema maishani mwake, yamkini inaweza kawa ni magonjwa, yamkini inaweza kawa ni tabu. Yaani unashangaa mtoto huyu amezaliwa anakutana na changamoto kwenye maisha yake, changamoto zinamkabili, changamoto za magonjwa, anakutana na vita mpaka unajiuliza kuna nini kwa huyu mtoto. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu maishani mwake. Unajua shetani anaweza kikiona kitu, upande wa giza anaweza kiona kitu ambacho wakakiona kitu mtoto alichokibeba hata wewe kabla hujakiona. Ndio maana leo hii utashangaa shetani anawaharibu sana watoto wadogo. Yaani shetani yuko radhi awamalize kabisa watoto wadogo. Lakini Mungu wetu ni mkuu, na mimi namwombea mtoto wako Mungu amlinde na kumwepusha na hatari yoyote katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ukiona mtoto wako anakutana na changamoto mapema maishani mwake, basi unatakiwa utambue kuwa mtoto huyu amebeba kitu kikubwa na cha kimungu maishani mwake. Amebeba kitu kikubwa sana. Yaani ukiona mtoto wako anakutana na changamoto mapema tangia utotoni, ni mtoto ambaye anakutana na changamoto kali, ni ishara ambayo inaonyesha mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu maishani mwake. Lakini dalili ya 5, ana njaa ya mambo ya kiroho. Anaweza kupenda kuomba, kuuliza kuhusu Mungu au kuwa na hamu ya kujua mambo ya kiroho kuliko watoto wengine. Ukiona mtoto ana njaa ya mambo ya kiroho, hii ni ishara, ni dalili ya kipekee sana ambayo inaonyesha mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu maishani mwake. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 42 na mstari wa 1 imeandikwa, kama ayala ayaoneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Ukianza kuona mtoto wako ana njaa ya mambo ya kiroho, anaweza kupenda kuomba. Mtoto wako anapenda kuomba, anapenda kuuliza maswali kuhusu Mungu au kuwa na hamu ya kujua mambo ya kiroho kuliko watu wengine. Hii ni ishara ambayo inaonyesha, ni dalili ambayo inaonyesha kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa cha kimungu maishani mwake. Kwa hiyo hutakiwi kupuuza ishara hii. Lakini ishara ya 6, ukiona mtoto wako, basi tambua amebeba kitu kikubwa na cha kimungu. Ana ndoto au maono yasiyo ya kawaida.
Watoto wengine hupokea ndoto zenye ujumbe au kuonyesha mambo ya ajabu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 na mstari wa 5 utaona Yusufu alipokea ndoto akiwa kijana mdogo zilizoonyesha hatima yake. Kwa hiyo ukianza kuona mtoto wako anaota ndoto au anaona maono yasiyo ya kawaida, unashangaa mtoto wako anakuwa anaona maono, anaota ndoto zisizokuwa za kawaida. Kuna wakati Mungu anaweza kaa anamfunulia mtoto wako mwisho wake mwanzoni. Kuna wakati Mungu anaweza kaa anamfunulia mtoto wako mambo makubwa. Watu wengine pia anaweza kaa anaota ndoto ambazo zile ndoto anazoziota unashangaa zile ndoto zinatokea. Ukianza kuona mtoto wako ana ndoto au maono yasiyo ya kawaida, anaota ndoto au anaona maono yasiyo ya kawaida, basi unatakiwa utambue mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu maishani mwake. Unatakiwa ujue mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu maishani mwake. Kama unanielewa, naomba comment, andika na kuelewa vizuri mwalimu. Kama unanielewa vizuri, naomba comment, andika ninakuelewa vizuri mwalimu wangu. Asante kwa comment yako. Nashukuru sana kwa comment yako. Mungu akubariki sana. Twende dalili ya 7 ambayo ukiona unatakiwa utambue kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu. Kuna ulinzi wa kipekee juu yake. Hata katika hatari, mtoto huyu huonekana kulindwa kwa namna isiyoelezeka. Yaani unakuwa unaona mtoto wako ana ulinzi wa kipekee juu yake, anakuwa na ulinzi wa kipekee. Hata katika hatari, mtoto huyo huonekana kulindwa kwa namna isiyoelezeka. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 2 na mstari wa 2 hadi wa 10 imeandikwa nukuu, yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3, na alipokuwa hawezi kumficha tena akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni na vijakazi wake, wakamtembelea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua akamwona mtoto, na tazama, mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Ibrania. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanawe, akamwita jina lake Musa, akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Musa aliokolewa kwa njia ya ajabu kabisa. Ukisoma Biblia tunaanza kuona Musa amezaliwa kwenye kipindi ambacho watoto wa kiume wanauliwa, lakini yeye akaokolewa kwa namna ajabu. Umeona? Kwa hiyo ukianza kuona mtoto wako ana ulinzi wa kipekee juu yake, yaani unakuta anapitia kwenye changamoto ngumu, lakini bado anatoka salama. Wakati mwingine anaweza akapata shambulio, wakati mwingine anaweza akapata hata ajali, lakini unashangaa yeye akatoka salama. Wakati mwingine anaweza akapitia magonjwa, lakini akatoka salama. Wakati mwingine kwenye kipindi kigumu, ila yeye anatoka salama. Ni ishara ambayo inaonyesha mtoto wako amezaliwa, mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu kwenye maisha yake. Tunaanza kuona Musa amezaliwa kwenye kipindi kigumu, kipindi ambacho watoto wa kiume wanauliwa, lakini Mungu akamsaidia akatoka salama. Kwa hiyo ukianza kuona mtoto wako anapitia kwenye kipindi kigumu lakini anatoka salama, ni dalili ambayo inaonyesha kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu kwenye maisha yake. Lakini dalili namba 8, anawavutia watu bila sababu inayoeleweka. Watu wanaweza kumpenda au kuvutiwa naye bila sababu ya wazi. Hii ni ishara ya neema juu ya maisha yake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 26 imeandikwa nukuu, na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kwa hiyo Samueli alipata kibali mbele za Mungu na wanadamu. Kwa hiyo ukianza kuona mtoto wako anawavutia watu bila sababu isiyoeleweka, unashangaa mtoto wako anaanza kuwavutia anawavutia watu
anawavutia watu bila sababu isiyoeleweka. Watu wanaweza kumpenda, watu wanaweza kuvutiwa naye bila sababu ya wazi. Hii ni ishara ya neema juu ya maisha yake. Ndio maana kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 26 imeandikwa, na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Unashangaa watu wanavutiwa na mtoto wako. Kwa hiyo Samueli alipata kibali mbele za Mungu na wanadamu. Ukianza kuona mtoto wako anapata kibali kwa watu wanampenda, watu wanavutiwa naye, hii ni ishara kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa cha kimungu maishani mwake. Lakini dalili ya 9, anahisi vibaya anapofanya makosa. Mtoto huyu hawezi kufanya kosa na akawa sawa ndani yake. Anaumia moyoni haraka, hata kwa mambo madogo. Unashangaa tu akifanya kitu kidogo, akifanya kosa, au anahisi vibaya anapofanya makosa. Akifanya kitu kibaya, ndani yake anakuwa anajisikia vibaya, anajisikia kuumia, anajisikia kujutia. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu maishani mwake. Kama tuko pamoja, naomba comment na kupata vizuri mwalimu. Comment. Asante kwa comment yako. Namuona hapa mtu amecomment na kuona, asante kwa comment yako. Naona watu wana comment. Mungu awabariki sana. Na kupata vizuri mwalimu. Asante. Tuendelee. Dalili ya 10. Ukiona dalili ya 10, tambua mtoto wako ana kitu kikubwa kabisa cha kimungu. Ana ujasiri wa kipekee bila sababu ya kawaida. Wakati wengine wanaogopa, yeye anasimama. Kuna nguvu ya ndani inayomsukuma kusimama kwa haki. Unashangaa mtu ambaye anasimamia katika haki. Ndio maana ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 na mstari wa 32 hadi 37, utaona Daudi akiwa mdogo hakumwogopa Goliati. Utaanza kuona Daudi wakati alipokuwa mdogo alikuwa hakumwogopa Goliati. Wakati wengine walikuwa wanamwogopa Goliati, yeye ndo alisimama kumkabili Goliati. Ukianza kuona mtoto wako ana ujasiri wa kipekee bila sababu ya kawaida, yani ndani yake ana ujasiri wa kipekee, unatakiwa utambue kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa cha kimungu maishani mwake. Lakini dalili ya 11, anapitia mabadiliko ya kihisia ya kina. Wakati mwingine anaweza kuwa na huzuni au furaha kubwa bila sababu inayoeleweka. Kwa hiyo anapitia mabadiliko ya kihisia ya kina. Unashangaa wakati mwingine anaweza kuwa na huzuni au furaha kubwa bila sababu inayoeleweka. Lakini dalili nyingine ambayo inaonyesha kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu maishani mwake, anapenda ukweli kupita kiasi. Mtoto huyu hapendi uongo, anaweza hata kukosoa kwa heshima anapoona kitu sio sahihi. Ukianza kuona mtoto wako anapenda ukweli kupita kiasi, yaani mtoto ambaye hapendi uongo, yeye anapenda ukweli kupita kiasi. Wakati mwingine anaweza kukosoa kwa heshima anapoona kitu sio sahihi. Hii ni ishara kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu maishani mwake. Lakini dalili ya 13, ana tabia ya kujiuliza maswali ya kina sana. Maswali yake si ya kawaida. Anauliza kuhusu maisha, anauliza kuhusu Mungu, anauliza kuhusu kusudi, hata vitu vikubwa vya kiroho. Ni mtoto ambaye anakuwa na tabia ya kujiuliza maswali ya kina sana. Maswali yake si ya kawaida. Anauliza maswali ambayo yanahusiana na maisha, anauliza maswali ambayo yanahusiana na Mungu, anauliza maswali ambayo yanahusiana na hatima yake, hata vitu vikubwa vya kiroho. Yaani anakuwa ni mtoto ambaye anauliza maswali ya kina. Yaani ukikaa naye anakuwa anakuuliza maswali ya kina tu. Ukiona ishara hii, tambua mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu maishani mwake. Dalili ya 14, anakumbana na kukataliwa au kutengwa. Hii inauma, lakini ni ya kweli. Watoto wenye mwanga mkubwa mara nyingi hawachangamani kirahisi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 na mstari wa 19 imeandikwa, nukuu, kama mngekuwa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Kwa ukianza kuona mtoto wako anakumbana na kukataliwa au kutengwa, hii ni ishara kuwa mtoto wako ana kitu kikubwa na cha kipekee maishani mwake. Lakini dalili namba 15, ana furaha ya ndani isiyotegemea mazingira. Hata kama mambo sio mazuri, bado ana amani fulani ya ajabu ndani yake. Hata kama mambo sio mazuri, ndani yake anakuwa na furaha, ana furaha ya ajabu
ndani yake. Hata kama mambo sio mazuri, bado ana amani, ana amani fulani ya ajabu ndani yake. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 7 imeandikwa, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu. Kwa hiyo amani ya Mungu ipitayo akili hulinda mioyo yetu. Kwa hiyo ukianza kuona mtoto wako ana furaha ndani isiyotegemea mazingira, yaani anakuwa ana furaha isiyotegemea mazingira, isiyotokana na kitu fulani, wala isiyotegemea kitu chochote, lakini ndani yake anakuwa na furaha, ni ishara kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa cha kimungu maishani mwake. Lakini dalili ya 16, ana ushawishi kwa wenzake bila kujitahidi. Wenzake wanaanza kumfuata au kumsikiliza au kuiga tabia zake. Hii ni ishara ya uongozi wa asili uliowekwa na Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 14 imeandikwa, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo ukiona mtoto wako anakuwa anao ushawishi kwa wenzake bila hata kujitahidi au kutumia nguvu, wenzake tu unashangaa wanaanza kumfuata, wenzake wanakuwa wanamsikiliza, wenzake wanakuwa wanaiga tabia yake. Hii ni ishara ni ishara kuwa mtoto wako amezaliwa amezaliwa akiwa amebeba kitu kikubwa sana maishani mwake. Unashangaa watu wake anakuwa na ushawishi. Wenzake anaweza kukuta tu wenzake wanamsikiliza tu yeye. Yeye amekaa, wenzake wote wanamsikiliza yeye. Yaani akianza kuongea wote wananyamaza, wanamsikiliza tu yeye. Watu wanakuwa wanaiga tabia zake. Yaani ni mtoto ambaye ukiangalia kanakuwa kana ushawishi mkubwa sana. Hii ni ishara mtoto wako ana kitu kikubwa ndani yake na cha kimungu. Lakini dalili ya 17, anaweza kuhisi mambo kabla hayajatokea. Wakati mwingine anaweza kusema kitu na baadaye kinatokea, au akahisi hatari kabla haijatokea. Unashangaa ukianza kuona mtoto wako anahisi mambo kabla hayajatokea. Kuna wakati unashangaa tu mtoto kabla kitu hakijatokea ameshahisi. Unashangaa anaweza kusema kitu baadaye katokea, akatamka tu kitu. Unashangaa kile kitu alichokisema mpaka baadaye kile kitu kinatokea. Ukianza kuona mtoto wako anahisi hatari kabla haijatokea, anakuwa na uwezo wa kuhisi hatari kabla haijatokea. Anaona kabisa hapa sio salama. Yaani kabla hatari haijatokea anahisi kuna kitu ambacho hakiko sawa. Kuna kitu kibaya kitatokea. Wakati mwingine unaweza kushangaa anakuwa analia, kuna eneo, yaani kuna kitu fulani unaona kabisa kabla kitu kibaya akijatokea anahisi. Au anatamka kitu na baada ya muda mfupi kile kitu kinatokea. Kama alivyosema, kama alivyotamka. Ukiona ishara hii, unatakiwa utambue kwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kipekee kabisa kwenye maisha yake. Kama unanielewa, naomba ucomment, andika na kuelewa vizuri mwalimu. Kama tuko pamoja, like video hii. Kama tuko pamoja, kisha like video hii. Okay, twende dalili ya 18 ambayo ukiona basi tambua kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kipekee maishani mwake. Ana nguvu ya kusamehe haraka sana. Hakai na chuki muda mrefu, anasamehe kwa haraka. Ukiona mtoto wako ana nguvu ya kusamehe haraka sana, hakai na chuki muda mrefu, anasamehe kwa haraka, basi unatakiwa utambue kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kipekee, amebeba kitu kikubwa cha kimungu maishani mwake. Yaani unakuwa ana nguvu ya kusamehe, yaani anakuwa na moyo wa kusamehe kwa haraka sana. Yaani hakai na chuki. Hata kama umemkosea sasa hakai na chuki. Ukiona ishara hii, tambua mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kimungu maishani mwake. Lakini dalili ya 18, ana nguvu ya kusamehe kwa haraka. Hiyo tumeshasema. Inakwenda namba 19 namba 19, ana msukumo wa ndani wa kufanya mambo makubwa. Hata akiwa mdogo anaongea au kufikiria mambo makubwa, kuleta mabadiliko, kusaidia watu, kufanya vitu vikubwa. Ukiona ishara hii, ukiona mtoto wako ana msukumo ndani yake wa kufanya mambo makubwa, hata akiwa mdogo anaongea au kufikiria mambo makubwa. Shangaa tu katoka dogo lakini kanaongea mambo makubwa, kanafikiria mambo makubwa, kanawaza mambo makubwa. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kipekee maishani mwake. Anakuwa anafikiria tu mambo makubwa, anafikiria mambo makubwa. Ukiona ishara hii, basi tambua mtoto wako amebeba kitu kikubwa na cha kipekee cha kimungu. Lakini dalili ya 20, kuna vita visivyoeleweka kwenye maisha yake. Hii ni nzito lakini ni muhimu sana kuelewa. Kama mtoto anapitia mapambano makubwa yasiyo ya kawaida, usikimbilie kusema ni kawaida. Ukiona mtoto wako anapitia vita visivyoeleweka kwenye maisha yake, anakutana na changamoto kali kwenye maisha yake, basi unatakiwa utambue kuwa mtoto wako
amebeba kitu kikubwa cha kimungu maishani mwake. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba ucomment uniambie umejifunza jambo gani. Lakini pia kama bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe. Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, akajibu haja ya moyo wako. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.